na key text yetu ambayo ilikuwa inatuongoza inatoka Deuteronomy chapter 2 verse 2, Kumbukumbu la Torati 2:2. Na Kenya Coast Hill, watumishi wa Mungu ama wale ambao wamewekwa mafuta kuhudumu ndio walioandaa hilo somo. Kwa hivyo walizama sana kutuonyesha namna ambavyo tunaweza kuwa wakili wema kwa kugeukia sehemu hiyo ya kaskazini. Kwa hivyo nikisoma kwa Kiswahili nasema, Bwana akanena akaniambia, mlivyouzunguka mlima huu yatosha, geukeni upande wa kaskazini, nawe waagize watu waambie, mtapita kati ya mpaka wa ndugu zenu wana wa watu, waambie mtapita kati ya mpaka wa ndugu zenu wana wa Esau waketio Seiri, nao watawaogopa. Basi jiangalieni nafsi zenu sana, jiangalieni nafsi zenu sana. Wakaambiwa geuka, muangalie kaskazini. Wapendwa, mambo haya ya wana wa Israeli si mageni, na ndio maana Biblia inatukumbusha katika Hebrania. Tarudi kwa mada, Hebrania 2 fungu la kwanza na la pili. Mara nyingi watu wa Mungu, haya mambo tunakumbushwa na yana sababu, ili kwamba tusije tukayasahau. Si eti hatuyajui, lakini tusije tukayasahau. Waebrania 2:1-2 nasema, kwa hivyo imetupasa kuyaangalia zaidi hayo yaliyosikiwa, tusije tukayakosa. Kwa maana ikiwa lile neno lilo neno la malaika lilikuwa imara, na kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki, sisi je, mimi na wewe, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu wa namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana, kisha ukadhibitika kwetu na wale waliosikia? Wapendwa, imetupasa kuangalia sana mambo ya uwakili. Ndio maana kila wakati tunarejeshwa, tunaambiwa rejelea. Mungu anasema katika Yeremia 6:16 kwamba turejelee katika mapito ya zamani, tuulize njia iko wapi njema. Na sasa katika juma hili Mungu aliona vizuri tujifunze namna ya kugeukia kaskazini, kwamba tumekaa katika sehemu ile ya Seiri kwa muda mrefu, na wimbo wetu ulikuwa ni ule 174 kwamba hatujui, sijui atakapokuja, sijui ni wakati upi, sijui atanipata nimeangalia upande upi wakati atakuja. Wakati tulikuwa tunafundishwa, wale ambao walifuatilia kama ulisoma, the northward direction ilikuwa na connotation ama ilimaanisha kitu, na mahali ambapo wana hawa wa Israeli walipokaa kwenye ule mlima, ile sehemu ambayo walikuwa wanazungukia ilikuwa inaitwa Seiri. Tuingie Genesis, Mwanzo 36:8-9. I'm just laying the foundation. Genesis 36:8-9. Mwanzo 36. Ningepata msomaji pia right, ili tuende haraka tuelewe hii sehemu ni akina nani walikuwa wanakaa pale. 36:8-9 nasema hivi, Esau akakaa katika mlima Seiri. Esau ndiye Edomu. Asante. Hadi 9. Hivi ni vizazi vya Esau baba ya Edomu katika mlima Seiri. Asante. Biblia imesema wazi kwamba Esau akakaa katika mlima Seiri. Esau ndiye Edomu. Wakati tunasoma habari za Esau, na imani wapendwa tunamjua, wana wa Israeli wamekaa eneo ambalo wamezunguka sana, hawaendi mbele, na Mungu anawaambia imetosha, it is enough, the place you are occupying is enough, you have stagnated there, you are rotating, you are spinning, there is no progress. Na Mungu anawaambia sasa ni wakati, turn northward. Mmezunguka hapa sana, mpaka lini mtakaa hapa? Na hili eneo ambalo walikuwa wanakaa, kumbuka tumeambiwa ni makao ya Esau. Esau alikuwa mtu upi? Yupi? Nataka tujikumbushe kwa kuingia katika Mwanzo bado. Mwanzo ile 25. Kidogo tuone tabia za Esau. Hawa watu walikuwa wanakaa na watu wepi? Kwa sababu yale mazingira ule mtadani.
katika ile eneo walikuwa wanazungukia, lilikuwa eneo nzuri ambalo linafanya Mungu anawaambia geuka, ama lilikuwa eneo lipi? Tukimwelewa huyu Esau ambaye alikuwa anakaa pale, basi tutaelewa vizuri ni nini ambacho waandishi walikuwa wanataka tupate. Mwanzo 25 ninataka tuanzie 27 hadi 32. Bwana soma. 25:27 inasema, tumuelewe sana. Watoto wakakua. Esau alikuwa mtu aliwahi kuwinda wanyama. Esau alikuwa mtu wa kujua kuwinda, mtu wa nyikani. Na Yakobo alikuwa mtu mtulivu mwenye kukaa hemani. Alikuwa anatulia kwenye hema hili. Basi Isaka akampenda Esau kwa sababu alikula mawindo yake. Ndio. Na Rebeka akampenda Yakobo. Yakobo akapika chakula cha dengu. Esau akaja kutoka nyikani, naye alikuwa amechoka sana. Ndio. Esau akamwambia Yakobo, tafadhali unipe hicho chakula chekunde nini, ndio, kwa kuwa ninazimia mimi. Kwa hiyo walimwita jina lake Edomu. Yakobo akamwambia, kwanza niuzie leo haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Esau akasema, ndio, tazama mimi ni karibu kufa, itanifaa nini haki hii ya uzazi? Haya, tunajua hiyo kisa ukamalizia kwamba Esau is associated with something. Ni mtu careless. Kwa nini? Tunaona kwamba anapotoka winda, yuko njaa, anahisi kwamba hawezi kuvumilia, ila patient. And so anamwambia hii birthright, kuwa mzaliwa wa kwanza itanifaa nini? Nipe hicho chakula haraka nile nitosheke. Kwa hivyo tabia nne ambazo niliziona, ama tabia ambazo zilikuwa mbaya katika ile eneo, moja ni covetousness. Esau alipoona kile chakula alikitamani. He was greedy, alikuwa na greed. Aliona kwamba hawezi kaa muda bila kile chakula. Kisha he lacked self control. Kwa hivyo watu katika ile eneo, kwa sababu wametokana na uzao wa Esau, walikuwa watu hawajui kujizuia. Kisha immediate gratification. Watu ambao wanataka self gratification at the moment, hawawezi kungoja. Kwa hivyo nikaona tabia hizo, kumbe hizo zilizokuwa katika mlima na eneo lile, na ndio maana wanaambiwa wageuke, waondoke pale, kwa sababu eneo lile halikuwa zuri. Kuna eneo ambalo lina uzuri ambalo Mungu alitaka waendelee safari wana wa Israeli, na hivyo wakiendelea kukaa pale, kuna uwezekano wamechukua ile sifa, na hizo sifa zinaathiri sana mambo ya uwakili, kwa sababu kuwa mtu ambaye ana conviction, ukiwa na greed, ukilack self control, na ukiwa na mtu wa tamaa kutaka self gratification, utaangamia. Na Mungu ndio maana ameona kwamba hili eneo hawa watu hawafai kukaa, wamezungukia sana, they are stagnated here for long, they need to move out of this place and find a better place. Tusomewe Luka 12:15. Biblia inatuonya kuhusu nini? Luka 12:15. Kwa hivyo wakati Mungu anazungumza, anawaambia ondoka hapa, he knows the danger of sin. Esau hakuwa na mtu ambaye ama tabia zake na ufa wake haukuwa mzuri, kwa sababu tunajua baadaye hata alijita sana akitaka ile ahadi, akawa amekwisha kuipoteza. Endelea. 12:15 Luka inasemaje? Ndio. Akawaambia, ndio, jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haupo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Asante sana wapendwa, tulipo katika kuangalia katika hili juma, one of the things kujadiliana is about content, kwamba angalieni kujilinda na choyo, maana uzima wetu haupo kwa vile vitu ambavyo tuko navyo, ama wingi wa vitu ambavyo ulivyo navyo. We may amass so much, but if covetousness ikikuja sana, we may be destroyed. Na ndio maana tumeletewa juma la uwakili. Tumekuwa tunamwimbia Mungu, hatujakuwa mawakili wa muda mzuri, hatujakuwa mawakili wa chakula tunachokula, hatujakuwa mawakili wazuri wa hata nyumba zetu. And in many spheres of life ambapo tuangalia, we are now called for anti-awakening. Tuweze kurudi katika njia iliyo sawa, tuelekee kaskazini, kwa sababu kaskazini is associated with God. Mnenaji aliyeuzia sehemu ya unabii waliomsikiza, the king of the north ama north is associated with God.
But we know there is also a fourth thing of the Lord in Daniel 11:45. Unaposoma kitabu cha Danieli 11:40 hadi 45, kuna mfalme wa Nod ambaye which is the purpose, ambaye anafanya kuchukua ile sehemu. But kaskazini ni kwa makazi pa Mungu. So our mindset, we need a paradigm shift. Tubadilishe mawazo yetu na nia zetu, tuangalie Mungu. Mungu hataki watu wastagnate in our spiritual condition. Take a moment and reflect on your spiritual life. As you been growing ama umekuwa ukisako, ile ukweli ambayo ulipokea ulipomkubali Kristo, are you advancing the life in the knowledge of God ama umestagnate? Ile uliyopokea ndio umetulia. Are you finding time to look for more? Are you turning Lord? Are you looking for God ama umetosheka na ile hali uliyo nayo? Tuliambiwa kwamba change is a necessity katika maisha. Mtu akifika katika ile hali ya kutulia sehemu ya kusawa, chances of progressing is hard. Mwandishi wa hii somo akasisitiza hata sisi kama kanisa, we need a change in the way we have been doing things. Na ndio maana hata kanisa hili tukaamua tuanze hiyo system ya benevolence. Because we have realized that the way we have been doing things, there is no progress. And we need a change in how we do things. Na ndio tukaleta ile system ya kutoa, kuchangia kwa pamoja, ili kwamba mambo yote yafanyike vizuri kwa kanisa bila kukuwa na ile hali ambayo tulikuwa tumeizoea. Roho ya unabii inasema a revival of true godliness among us is the most urgent of all our needs, and to seek this should be our first work. Wapendwa, revival is required for us to overcome the stagnation katika hali ambayo tumekuwa nayo katika upili. We need revival of true godliness. Turning Lord, grounded in the Word. The Word of God will guide us as we turn Lord to God. Mambo ya dunia haitatusaidia ku turn Lord. We must let God. And how do we do this? Exodus 25 verse 30. Tusomewe Exodus 25:30. Msomaji wangu Kutoka 25:30. Kutoka 25:30 inasemaje? Inasema hivi. Ndio. Nawe utaiweka mikate ya onyesho juu ya meza mbele yangu daima. Nawe utaiweka mikate ya maonyesho juu ya meza mbele yangu daima. This is the showbread. Wale ambao unaelewa ujumbe wa hekalu, the sanctuary, unapotoka nje ya wazalama, uingie ndani, look at the eyes of the ancients, you go into the holy place. Upande huu kulikuwa na the lamp, the seven lampstands. Upande huu kulikuwa na mikate, na alafu mbele unakutana na unaingia to the most holy place where you find the commandments of God. Mungu anasema kwamba nawe utaweka mikate ya uonyesho juu ya meza mbele yangu daima. Unaposoma Yohana 6:49, Yesu anasema mimi ndiye mkate uliotoka mbinguni. Watu wa Mungu kila siku lazima kuwe na mkate mbele ya Mungu daima. Na neno la Mungu ndilo chakula ambayo tunafaa kukua. When we are turning Lord, we must feed. Na ndio tukasoma Malaki ile 3:10 inasema leteni zaka kamili ghalani ili kuwe na chakula. There must be food. People must be fed. The church must be fed. Na ndio maana Mungu ameweka watumishi wake kwamba tunapotoa kwa systematic benevolence ambayo Mungu ameweka, kuwe na chakula siku zote. Let people not come to church and get outstarved. We need to find people in the word so that they give to others. And then when we get out of this place, we are empowered. We have energy to move throughout the week. Na ndio Mungu alisema, weka mikate ya uonyesho juu ya meza mbele yangu daima. Forever the people of God need food, and the ministers ndio wamewekwa wafanye hiyo kazi, mimi na wewe. Kwa hivyo huo mkate ulikuwa na kazi. Watu wasipokula huo mkate hawataishi, na huo mkate ni kumwangalia Yesu na neno lake kila siku ili uweze kuishi. Kwa hivyo we are called for faithfulness in giving, so that there is bread in the presence of God all the time. There should not be lacking bread. Sijui katika nyumba yako au offering you serve bread. We give our children food, wanakula wanashiba, and do we give them the bread of life? Do we find time to work nyumbani? Je, tuna muda na Mungu pale nyumbani? Ama shughuli zimetubana, mambo yamekuwa mengi, tumeangalia kutafuta na hali ya uchumi mpaka tumesahau kwamba Mungu anasema kuwe na mkate mbele yangu daima. We should put God first. We should put
God first. Nisomee Methali 3:9 na 10. Proverbs chapter 3 verse 9 and 10. Nisomee Proverbs chapter 3 verse 9 and 10. Biblia inasema, mheshimu Bwana kwa mali yako, mheshimu Bwana kwa mali yako, na kwa malimbuko ya mazao yako yote, na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Biblia iko wazi kwamba mheshimu Bwana, honor God. Kuna mahali anasema those who honor me, them I also honor. Kwa hivyo wapendwa, tunapokumbushwa, ndio maana nikaanza kuwaonea Waebrania kwamba tukumbushane haya mambo hata kama tunayajua, na Biblia inazidi kutukumbusha kila wakati. We need to remind ourselves of these things lest they slip away from us. Kwa hivyo Biblia inasema tukumbuke Mungu na mali yetu ama na malimbuko ya mazao yetu yote. Ni muhimu. Nisomee hiyo Methali 11, ingia 11 ndani, Methali 11:24-25. Hiyo Methali 11:24-25. Nasema 24 inasema hivi, kuna atawanyaye lakini huongezewa zaidi. Kuna azuiaye isivyo haki, lakini huelekea uhitaji. Endelea hadi 25. Nafsi ya mtu mkarimu itawanishwa. Anyweshaye atanyweshwa mwenyewe. Biblia iko wazi hapo kwamba kuna atawanyaye lakini huongezewa zaidi. There is who is so liberal in giving and receiveth much. Na kuna mwenye anazuia isivyo haki. Kwa mfano katika tithe and offering, kuna baraka ambazo Mungu amesema katika ile Malaki 3, tutafungua milango na madirisha mpate hili. Lakini tunapozuia, Biblia inasema isivyo haki, tunaelekea uhitaji. Nafsi ya mtu mkarimu itawalishwa, anyweshaye atanyweshwa mwenyewe. Chakula kiwe nyumbani mwa Bwana. Why should there be a need? Tumekaa kwa muda sana Kenya Coast, ili mwandishi alisema, I remind you mambo ambayo niliona kwamba tumeitwa field for very long time. Why? Hatujafika kiwango. We are still a mission. Matoleo yetu bado yako chini. Hatujakuwa watu wa kujua kwamba tunafaa kutoa zaka na sadaka kamili, kwamba hatujajua kutoa ili kwamba we expand the mission work. Missionaries watumwe wengi, kanisa iweze kukua na huduma iendelee zaidi, na kwamba tuweze kugrow even to a conference. We are stagnated. So it's time now to turn on, because hiyo ile tumekaa for very long time as Kenya Coast. Hata mimi kutoka kitambo nikiwa maeneo mengine nilikuwa nasikia Coast ni vile, lakini wakati umekuja bado ni fafili. So meaning hata sisi tumekaa katika hiyo hali kwa muda mrefu, and it's time we turn northward. We are advanced because God is calling us unto that. Kitabu Christian Habits 14 paragraph 1 inasema, the spirit of liberality is the spirit of heaven. Right? Self-sacrificing love is revealed upon the cross that man might be saved. The cross of Christ appeals to benevolence of every yet, and that they expect to secure happiness, but carried out in all its bearing, the fruit is misery and death. Biblia inasema kwamba katika msalaba tunaona Mungu ndiye wa kwanza kutoa. So atufundishi ama he gave the best gift ambayo Mungu ingetoa kwa ajili yetu. Kwa hivyo giving is Christ-centered. It is from the heart of God. Na hivyo ndio maana hata Biblia inasema anyweshaye atanyweshwa, kwamba when we give unto the cause of God, they are blessed. Na tunaambiwa kwamba ile principle ya mbingu is to give and to give, na ile ya dunia ni kupokea na kupokea. Selfishness ambayo tuliona ilikuwa associated with Esau katika eneo lile la Seiri. Basi lazima tuondoke Seiri, tuache self-gratification, tumwangalie Mungu ambaye yuko in the Lord, tumtafute kwa kweli, atufundishe kuwa waaminifu. Tuwe waaminifu hata kwa masaa yetu, tuwe waaminifu hata kazini. We need to do our work faithfully. Mnenaji alisema kwamba hata kazini, don't go and lazy around. You are a doctor, unafaa uingie hospitalini mapema. Unachelewa, kuna mgonjwa anaenda kupoteza maisha. You are a teacher, do your work diligently. Umeajiriwa katika serikali, you are a judge, you are somebody. Fanya kazi yako with integrity, because God has blessed you there as his representative. Wewe ni wakili wa mbingu katika ile eneo.
Shine the light that is in you, let it shine out, ili kwamba watu waone Mungu kupitia kwako. Lakini you misrepresent Christ, haukui wakili mwema. Unafika umechelewa, unafika ufanye kazi, you are the first to complain. You show the character of yourself. Na Mungu anasema it's time to turn northward. Tuangalie sana katika uwakili wetu in all spheres of our lives, and we put God first and we do our best. Hiyo Christian Hearts of in paragraph 2 ya unabii inasema, the light of the gospel shining from the cross rebukes selfishness and encourages liberality and benevolence. Many of God's people are in the danger of being ensnared by worldliness and covetation. Kumbuka Yohana wa kwanza 2:15 hadi 17 inasema, usipende ulimwengu wala vitu vilivyo ulimwengu. Vitu vilivyo ulimwengu ni tamaa ya macho, tamaa ya mwili, havimo kwa watu ambao wako kwa Mungu. Hawafai kuwa na hiyo tamaa. So Mungu anatufundisha kwamba many of God's people are in the danger of being ensnared by worldliness and covetation. Ndio tukasoma lile fungu, jilindeni na choyo. Uhai wa mtu uko katika vile vitu alivyo navyo, lakini iko katika kuweka maisha yetu na kuweka our treasure in heaven. Nisomeni hiyo Mathayo 6:19 hadi 20. Where your treasure is, your heart will also be there. Somea kwa haraka. Vijana waliimba msijiwekea hazina. It was a very good song. Sijui kama huo wimbo bado uko. I wish wangekuwa wangewimba. Endelea. Sijiwekee hazina duniani, ndio nondo na kutu viharibupo, ndio na wevi huvunja na kuiba. Bili, bali jiwekeeni hazina mbinguni, jiwekeeni hazina mbinguni, kusikoharibika kitu kwa nondo, wala kutu, wala wevi hawavunji, wala hawaibi. You see, we are accumulating so much. Ulimwengu na wapo pale kuna faida. Hii ya dunia itaisha, tutaiacha. Sometimes we put a lot of effort to raise structures and foundations to get a lot of things in this world. We suffer a lot for that. And then we forget kuna mambo ambayo tunafaa kuangalia zaidi. Mambo ya milele. Kusikoharibika, where you not lose that property, you are laying up your treasures in heaven. Kwa kutoa kuna watu wataokolewa. Na taji zitawekwa kwa wale ambao walitoa na watu wakaokoka. You may not be a preacher. Si wewe utasimama katika mission, lakini kwa matoleo yako wakati mtu ataokoka, you will be counted as one who contributed to many coming into the kingdom of God. Sasa swali ni, if we continue being selfish, if we continue being so hard, ya kwamba lazima kila wakati pengine haya yaseme, the act of benevolence, giving, haijaingia kwetu, how shall we put our heart in heaven? Kwamba mahali ambapo mali yako moyo wako utakuwa pale. Kwa hivyo wapendwa, tunaambiwa tuweke hazina mbinguni. Let our minds and our hearts be directed to heaven, because there is where the true treasure is. Hivi vingine vinapita, but the true treasure is in heaven, and our hearts should also be there. Wapendwa, ndio tukasomewa ile text ya pili katika Matthew chapter 6:33, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these other things shall be added unto you. Biblia inatuelekeza kwamba we should put God first. Na hivi karibuni tunaenda kuangalia an example ya mtu ambaye aliweka Mungu mbele na vile ambavyo Mungu aliweza kutenda. Kwa hivyo wapendwa, this week has been teaching us so much on even restitution. Kwamba kama unajua kuna sehemu ya kuwa ukitoa unafaa ku restitute. There is that term. Biblia inafundisha you add 5%. If last month ukurudisha 5, this month you pay with 5% on top. That is the Bible teaching. 5% uongeze. That is restitution. Kwa hivyo Biblia inatuambia we direct our minds and our thoughts to the things of heaven, because there where our treasure is, our hearts shall also be there. Nisomee Kumbukumbu la Torati kwa sababu hicho kitabu kiliangaliwa sana, 8:18. Kumbukumbu la kumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanya imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Wapendwa, Mungu, when you grow rich and you are things in peace, remember this fact.
Kumbuka sana wakati utabarikiwa na mipaka yako itabadilika. Remember that. It's very very important. Usifike mahali kwa sababu vitu vya dunia vina hali ya kuleta kiburi. Vina hali ya kufanya tukakuwa vipofu on matters of eternity. Sometimes the riches of this world can blind people of God. Na ndio maana tunaambiwa bali utakumbuka Bwana. Remember God is the one who gives you strength to get rich. Is the one who blesses. Kumbuka ulimwengu na vyote vilivyomo. Ni mali ya nani? Ni mali ya Mungu. So kumbuke sana Mungu kwa sababu anatupa nguvu za kupata utajiri. Na vile vile ili afanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivyo. Ile ahadi ya Abrahamu ailifanya kwa territory itakufanya ujae kama nyota za anga. Hiyo ahadi aliyofanya, kumbuka ni Mungu ndiye anakupa nguvu. Usipite mahali ukamsahau Mungu. Ndio maana nakwambia leta iliyo yangu. Let the work of God proceed. Kwa mfano ni kuwapa mfano pale kuna miti. Mara nyingi sababu ni wakati mwingine hamnioni. Huwa naenda Mambiti mara kwa mara. Lile eneo linahitaji kazi kubwa. But if you don't give, that place inahitaji mtumishi aweke pale. Awe anahudumia watu house to house. Tunahitaji kuweka kanisa pale. We need the word of God to spread in that area. We will be all that place to kajiri. And that will only happen wakati tumeweka hazina zetu. Lakini ikiwa tunaekeza zaidi kwa mambo ya dunia, tusahau Mungu, kazi itaendelea kuchelewa. Which will be happening even in fasting the second coming of Christ. Mimi na wewe ndio tumezuia hii kazi isome kwa namna ambavyo hatujatoa inavyofaa. Ipasavyo ndio tunatoa, hatujatoa kamilifu. It is not faith. And we must, even kama unisikiza, there is something that will change your life. If you listen in a way to some even in your own time, you will find that it's time to turn off. We are stagnated in the same condition so much, and it's time to change. Nitoe kisa kimoja kutoka kwa Biblia in putting God back. Ningie kitabu cha 1 Kings 17, ni kisa ambacho tunajua, nieleze mawili matatu pale. Wafalme wa kwanza 17:1-4. Ingia pale usome msomaji. Basi Eliya Mtishbi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, ndio kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordani. Itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nimewaamuru kunguru wakulishe huko. Ikia pale kwamba Elijah tunamjua vizuri, the Tishbi anapitia kipindi kigumu, wakati ambapo anapewa unabii kusema kwamba mvua itanyesha mpaka atakaponena. Hali inakuwa ngumu, bila hali ilivyo ngumu katika kipindi hiki. And so people will say, with this time economy, na tunafundishwa kutoa, kwani nani elewi kwamba uchumi ni ngumu? I want us to learn from this lesson. Putting God back in our everything, it has blessings. Kwa hivyo tunaambiwa anapofika pale Mungu anamtegemeza, anampa, anamwambia ondoka, elekea upande wa mashariki. You see, most of the times when God is speaking for a change, you must move. Hata Abraham aliambiwa geuka, ondoka. Lutu na familia yake wanaambiwa toka, ondoka. There must be a shift in our lives when God wants to bring change in us. Stagnation in the same place Mungu hapendi. Na anatuambia that anamwambia sasa ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki. Ujifiche karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordani. Itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nimewaamuru kunguru wakulishe. Unajua nini kinafanyika? Ile kiangazi inaendelea, ule mtu unakatika. Hebu tuendelee kuanzia 9. Ingia 9 tena, hiyo 17:9. 17:9 inasema, ondoka uende Sarepta, ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Bidi endelea. 10 inasema, basi akaondoka akaenda Sarepta,
Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwa hapo akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninakota kuni mbili ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu, tuule tukafe. Asante hivi hapana. Let us speak lesson because of that. Huyu mtumishi wa Mungu Elijah anafika katika kile chumba baada ya kijito kukauka. It is a time of hardship, just like what Elijah experienced. Hiyo ndio wakati mwisho. Let us speak this lesson. Mtumishi wa Mungu anamwambia, put me first. Anamwambia it is a life and death situation. You see, sometimes ukiangalia huyu jamaa unajiuliza, was it just okay? Huyu mama amebakisha the last food. Wanakula wapi? The food is going to run dry. There is no sauce. Hakuna kabisa. Yani, you may think that this guy was not okay. In the normal human circumstance, huyu mtu amekwambia kabisa chakula nilichonacho ni mimi na mtoto basi. Lakini mtumishi wa Mungu anamwambia tengenezee kwanza, leta kwangu. Give me the first one. And now you can see what is happening. Kwamba when this widow obeys the voice of God, he brings and prepares fast. Analetea mtumishi wa Mungu. We know what happens. If pots don't run dry, the flood does not come to an end. Why? He had put God first. Putting God first is okay. Tumweke Mungu mbele katika mambo yote. Huyu mwanamke hakujali, lakini alitii sauti. Ni wakati mgumu, it was a crisis. Hakuna maji, hakuna chakula. The economy was tough, remember how it is. But still this woman, this widow, trusted God in everything that he had. Analeta kwa mtumishi wa Mungu, na mtumishi wa Mungu ananena na anabarikiwa na anakuwa na Mungu. And this is a lesson we drive from that. That even when you have the least amount in your pocket, when you have the least resources, still give to God. Amen? Hata wakati unaona hali ni mbaya, put God first. It is a lesson we must learn in learning today. Kwamba hata wakati unaona ni mwisho, give it and you know you are going to die, but still trust God in that moment. He works in magic way. Wapendwa, sijui itachukua muda upi, lakini na imani kwamba may God open our spiritual eyes to see the essence of this verse. That this widow gave everything that she had, and God was able to multiply much. In verse 15 anasema ya kwamba he was given much to live for many days. Hakuishiwa, bali sisi tunakuwa na wasiwasi. Nikitoa, alafu mtoto wangu ataenda shule. Nikitoa, ile project yangu itakaje? Nikitoa, mama yangu ataenda hospitali. Nikitoa, nimeitishwa hapa. So we limit heaven's blessing. We limit the blessings of God when we don't give answer. Wapendwa, Hagai 1:2-7, utaenda usomee. Nyumba ya Bwana inaendelea kukaa katika hali mbaya. Ona hata hapo nyuma hakuna viti. We must go to practical things so that we don't lose viewers. We need chairs. Nyumba basi kama kunitolee, ndio maana nimeweka mashimo kwenye mifuko yetu. Inaingia ikitoka. And that is very good. When you don't give, things will happen. Njia zitakuwa nyingi ngumu, unaona tu flow. Nikitoka tu because you did not put God first. Tujifunze hilo kwamba we need to put God first. Na tunapomweka, it protects even the little that we have. Now, turning Godward will bring blessings to us. We need to be steward of our time resources. Tumtolee na tumweke Mungu kwanza, tusiache nyumba yake ikae haina chakula. Akaja anaambia watu kwamba mmeacha nyumba ya Mungu ikiwa. Tunakaa katika nyumba ambazo zimetengenezwa vizuri. Nyumba ya Mungu haina hata kitu. Why? Systematic development aliko. Hatujatoa vile ambavyo inafaa. Look at our PA system. Let us be practical. Lakini Mungu anatuita leo mimi na wewe, that is time now to put
our treasure in the right place. Tumeiweka so much in the wrong places, na hapo kuna mashimo. Mungu wetu anatuita leo, we change and turn unto him in the right way, and the blessing shall come to us. Mkienda nyumbani msome Zaburi 106. Inatoa historia ya wana wa Israeli, vile walivyokuwa jangwani na vile ambavyo maisha yalivyokuwa kwao. Wakamkosea Mungu, lakini Mungu aliwakumbuka walipomlilia. Wakafanya hata sanamu, wakafanya yule ndama, wakamkosea Mungu. Imenakili vizuri, na hii wiki tumejifundisha wana wa Israeli vile ambavyo walimkosea Mungu, ili we draw lesson in our time. We be faithful to God, because God is still faithful. He changes not, and he will not deny himself. Now, ninapomalizia wapendwa, tusomee Mathayo 25:24. Mathayo 25:24. Tunaposomewa hiyo wapendwa, mwandishi wa hili somo katika siku ya Sabato aligusia eneo la kuibia watu. Ile mikebe iliyobondwa imesawasawa. That sometimes wakati ambapo hatuleti zaka kamili, tunalinganishwa na mtu ambaye anaweka ule mkebe. Mkebe unaouza makaa mara nyingi unauangalia sana. Unaona mtu ameupinya from the side, ndio amuibie yule ambaye anamuibia. And that is what we are doing to God. Tunapinya kabisa, tuliambiwa in the midst of the week ya kwamba ni change ndio tunaleta, na Mungu afurahishi hivyo. Mungu si wa kuletewa destination. God first. And if we put him first, na yeye atakuweka kwanza in his blessing. Na hizi baraka ni za kuangaliwa. Kila mmoja akiona, have I been faithful steward? Am I a faithful steward? Wakati Mungu atakuja kuniuliza vile vitu nilivyoweka mikononi mwako, in advance in my work, were you faithful? Kazi yangu ilidana na nilikubariki. Your accounts were really millions and good money, but you were so selfish. You did not support even your neighbor. You were so hard. You did not even support the orphans. Na hiyo tutaulizwa ile siku ya mwisho. Nilikupa vipi mikononi mwako? What did you give back to me? Somewe hiyo Mathayo 25:24. Biblia inasema hivi. Akaja na yule aliyepokea talanta moja. Akasema, ndio Bwana, nalitambua ya kuwa wewe mtu mgumu. Wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Yes. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Ndio. Tazama ilivyo yako. Bwana wake akajibu akamwambia nini? Wewe mtumwa mbaya endelea, na mlegevu. Ulijua ya kuwa navuna nisipopanda, na kusanya nisipotawanya. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoao riba. Nami nikija nitalipata iliyo yangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, ni yule aliye nazo talanta 10. Asante. Alinyang'anywa na ikampotea. Wapendwa, usikose nafasi mbingu kwa sababu ya kuwa wakili wema katika muda wetu, katika mali yetu, katika kazi zetu. Let us be faithful stewards of God. Let God Holy Spirit speak to us. Vile ambavyo amenena nasi katika juma hili kwa mtumishi wake, kwamba there must be meat in the presence of God all the time. Kanisa la Mungu alifai kubaki in ruins, and yet God has blessed us with time, resources, and even help to serve him in the right place. Wapendwa, hata Yesu alipokuwa ulimwenguni, he learned to put God first. Hiyo ni Yohana 8:29. Naye aliyenipeleka yuko pamoja nami, hakuniacha peke yangu, kwa sababu nafanya siku zote yale yanayompendeza ama yampendezayo. Wapendwa, let us endeavor to do the things that please God. We put God first. Tufanye mambo ambayo yanampendeza Mungu katika uwakili, na Mungu wetu atatubariki kwa sababu amenena hilo, na tuweze kubarikiwa. Simame na ule wimbo.